Ndugu mtazamaji, makamu wa rais wa zamani wa Kenya Rigathi Gachagua amedai kuwa kulikuwa na jaribio la kumuua wakati wa ibada ya Jumapili ya tarehe 25 Januari katika kanisa la Anglikana la St. Peter lililopo Othaya, kaunti ya Nyeri, katikati mwa nchi ya Kenya. Bwana Gachagua, ambaye ni mwanasiasa mashuhuri wa upinzani na mkosoaji mkubwa wa rais wa sasa William Ruto, amesema kuwa kanisa hilo lilishambuliwa na kundi la watu aliyowataja kuwa maafisa wa polisi wasio na nidhamu waliotumia mabomu ya machozi na silaha za moto, hali iliyosababisha kusitishwa kwa ibada. Akizungumza na waandishi wa habari baada ya tukio hilo, Bwana Gachagua alimshutumu rais wa sasa wa Kenya William Ruto kwa kuhusika moja kwa moja katika kile alichokiita jaribio la mauaji ya kisiasa. Hata hivyo, hakuwasilisha ushahidi wa moja kwa moja kuhusisha ikulu ya Kenya na shambulio hilo. Rais William Ruto hajatoa tamko lolote kufuatia madai hayo. Kwa upande wake, waziri wa mambo ya ndani wa Kenya Kipchumba Murkomen alilaani tukio hilo, akisema kuwa ghasia hususan ndani ya maeneo ya ibada hazikubaliki kwa hali yoyote. Polisi lazima wachukue hatua bila woga au upendeleo dhidi ya wote waliohusika katika kupanga au kutekeleza tukio hili bila kujali nafasi zao au misimamo yao ya kisiasa, Bwana Murkomen alisema kupitia mtandao wa kijamii wa X, zamani Twitter. Jeshi la polisi limethibitisha kufungua uchunguzi rasmi kuhusu tukio hilo na kusema kuwa hakuna majeruhi walioripotiwa. Polisi wamesema kuwa bomu la machozi lilitupwa ndani ya kanisa majira ya saa 5 alfajiri saa za Kenya na kusababisha taharuki miongoni mwa waumini. Kwa mujibu wa taarifa ya polisi, magari kadhaa yaliharibiwa katika eneo la kanisa na mamlaka zimewataka mashahidi kujitokeza kutoa ushahidi. Bwana Gachagua amesema kuwa baada ya tukio hilo alisindikizwa salama hadi nyumbani kwake na timu yake ya usalama. Pia alichapisha picha za video za tukio hilo kwenye mtandao wa X, zamani Twitter, akikanusha madai ya wanablogi na waandishi wa habari wanaoiunga mkono serikali ya William Ruto kwamba shambulio hilo lilikuwa limepangwa ili kuichafua idara ya usalama. Alisema, tunaweza kupata wapi mabomu ya machozi? Tunaweza kupata wapi bunduki za AK-47? Alihoji Bwana Gachagua. Bwana Gachagua, ambaye aliondolewa madarakani kama makamu wa rais mnamo mwaka 2024 kufuatia mchakato wa kumng'oa uliopitishwa na Seneti ya Kenya, alikana mashtaka yote 11 yaliyokuwa yakimkabili. Hata hivyo, alipatikana na hatia katika mashtaka 5 yakiwemo kuchochea chuki za kikabila na kukiuka kiapo cha uongozi. Kwa mujibu wa katiba ya Kenya, uamuzi wa Seneti unamzuia kushikilia tena wadhifa wowote wa serikali. Hata hivyo, mwanasiasa huyo anayefahamika kwa jina la utani yani Riggy G amesema kuwa bado ana haki ya kugombea uraisi, akisisitiza kuwa ameweka rufaa mahakama kuu ya Kenya ambayo bado haijatoa uamuzi wa mwisho. Bwana Gachagua na Rais Ruto walichaguliwa pamoja katika uchaguzi wa mwaka 2022 wakipata ushindi wa kiasi kikubwa kupitia uungwaji mkono wa wapiga kura kutoka eneo la Mlima Kenya, ngome ya kisiasa ya jamii ya kabila la Wakikuyu, kundi kubwa zaidi la wapiga kura nchini Kenya. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa nchini Kenya wanasema tukio hilo linaongeza wasiwasi kuhusu hali ya usalama na ya kisiasa nchini Kenya, hasa wakati ambapo mvutano kati ya viongozi wakuu wa zamani wa serikali unaendelea kuongezeka. Baadhi yao wanaeleza kuwa madai ya jaribio la mauaji ndani ya kanisa, endapo yatathibitishwa, yatakuwa ishara hatari ya kuingia kwa siasa za Kenya katika awamu mpya ya misuguano mikali, ambapo taasisi za dola zinaweza kuvutwa katika mapambano ya kisiasa. Mchambuzi wa masuala ya utawala kutoka Nairobi anasema kuwa tukio hilo linaonyesha kudhoofika kwa imani kati ya viongozi wa kisiasa na vyombo vya usalama, hali ambayo inaweza kuwa na athari kwa uthabiti wa nchi ya Kenya. Pale mwanasiasa wa ngazi ya juu anapodai kushambuliwa na vyombo vya dola hata bila ushahidi wa haraka, taswira ya taifa katika macho ya raia na jumuiya ya kimataifa huathirika moja kwa moja. Wachambuzi wengine wanaona madai ya Bwana Gachagua kama sehemu ya mkakati wa kisiasa wa kujijenga kama mhanga wa mfumo, hasa katika eneo la Mlima Kenya ambako bado ana ushawishi mkubwa wa kisiasa. Kwa mujibu wao, simulizi ya kudhulumiwa inaweza kumpa uungwaji mkono wa kisiasa kutoka kwa wapiga kura wanaohisi kusalitiwa baada ya kuvunjika kwa muungano kati ya Rais Ruto na Bwana Rigathi Gachagua.
Madai haya yanakuja wakati mwafaka wa kisiasa kwa Bwana Gachagua, hasa akiwa anapambana kisheria na akitafuta kurejea kwenye ramani za kitaifa za siasa za Kenya, anasema mchambuzi mmoja wa masuala ya uchaguzi nchini Kenya. Hata hivyo, wachambuzi wa masuala ya usalama wanatahadharisha dhidi ya kutoa hitimisho la haraka kabla ya uchunguzi wa polisi kukamilika mara moja. Wanasema ni muhimu kwa taasisi za usalama kufanya uchunguzi huru, wa wazi na unaoaminika ili kuepusha kuzorota kwa imani ya umma. Pia kuna hofu kubwa endapo tukio hili litaingizwa kwenye siasa za kikabila, linaweza kuchochea mgawanyiko zaidi, hasa ikizingatiwa historia ya Kenya ya migogoro ya kisiasa inayochochewa na misimamo ya kikabila. Kwa ujumla, tukio linalomhusisha makamu wa rais wa zamani wa Kenya Rigathi Gachagua limeibua maswali mazito kuhusu hali ya kisiasa, usalama na heshima ya taasisi nchini Kenya na katika eneo la Afrika Mashariki kwa upana zaidi. Madai ya kushambuliwa katika eneo la ibada, lawama kati ya viongozi wakuu wa kisiasa na kuingizwa kwa vyombo vya dola katika mvutano wa kisiasa vinaongeza hofu miongoni mwa wananchi wa Kenya na wananchi wa Afrika Mashariki kwa ujumla. Wakati uchunguzi wa polisi ukiendelea, tukio hili linaweka msisitizo juu ya umuhimu wa kulinda utawala wa kisheria, kuheshimu uhuru wa maeneo ya kidini na kuhakikisha kwamba tofauti za kisiasa zitatatuliwa kupitia njia za kikatiba na za kidemokrasia. Kwa nchi za Afrika Mashariki, tukio hili linabaki kuwa ukumbusho kwamba amani ya kisiasa na uthabiti wa kijamii haviwezi kuchukuliwa kama jambo la kawaida. Mwelekeo wa eneo unategemea hatua zitakazochukuliwa sasa, ikiwa ni kujenga imani, kudhibiti matumizi ya nguvu na kulinda haki za raia, au kuruhusu siasa za mvutano kuendelea kutawala. Katika kila mjadala wa kisiasa, kila kanda ina simulizi yake. Sauti ya Chifu inaleta simulizi hizo mezani kwa uwazi, uhalisia na heshima ya kweli. Tunahoji, tunachambua na tunafichua. Hii ni Sauti ya Chifu. Hii ndiyo sauti ya wananchi. Ndugu mtazamaji wa Sauti ya Chifu, tunaendelea kukukumbusha kufuatilia taarifa mbalimbali tunazokuletea kutoka pande mbalimbali za dunia, huku ukitoa maoni yako katika ukurasa wetu wa comment section.